Miaka minne tangu kuapishwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na Karibu kwenye makala maalum ambayo imeandaliwa na Daily News Digital, tukiangazia miradi 10 muhimu ya miundombinu inayoendelea nchini Tanzania chini ya serikali ya awamu ya 6, ambayo kwa jumla wake inakadiriwa kutumia shilingi trilioni 26.4. Miradi hii ni ishara ya jitihada kubwa katika kuboresha uchumi, huduma za kijamii na kukuza maendeleo ya taifa. Tukianza na bwawa la Julius Nyerere, mradi wa uzalishaji umeme wa bwawa la Nyerere JNHPP una uwezo wa kuhifadhi lita za ujazo bilioni 32 za maji, huku tuta lake likiwa na urefu wa zaidi ya kilomita 1. Mradi huo ulianza mwaka 2019 na ulifikia 33% kabla ya Rais Samia Suluhu Hassan kuupokea mradi huo na kufikisha 99.8. Bwawa hili linalojengwa katika mto Rufiji linatarajiwa kuzalisha megawati 2115 za umeme, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali za kuongeza uzalishaji wa nishati na kuimarisha maendeleo ya taifa. Mradi huo wenye thamani ya shilingi trilioni 6.5, ambao shilingi trilioni 6.2 zimeshalipwa, ikiwa ni sawa na 95.8%. Upo mji wa serikali au mji wa Magufuli katika makao makuu ya nchi Dodoma. Ni mradi unaogharimu dola bilioni 4.8 sawa na shilingi trilioni 10 bilioni 709 milioni 776 laki 758 na 503 za Kitanzania. Kutoka Dar es Salaam unafika kwa kilomita 450, lakini kutoka katikati ya jiji la Dodoma ni kilomita 17 tu. Mradi unaochukua hekta 617 sawa na ekari 1542.88. Mji huo wa serikali umegawanyika katika maeneo tofauti kama wizara za serikali, ofisi za mabalozi, nyumba za serikali, huduma za jamii, maeneo ya biashara, bunge, mahakama, maegesho ya magari na eneo la maji taka. Mradi wa bomba la mafuta. Mradi mkubwa unaohusisha ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda hadi bandari ya Tanga, Tanzania. Mradi huu unaogharimu zaidi ya shilingi trilioni 8.2 ukiwa chini ya kampuni mbili kubwa ya Total ya Ufaransa na Sinopec ya China, kwa ushirikiano na mashirika yanayohusika na uzalishaji wa mafuta ya Tanzania na Uganda. Inakadiriwa kwamba ujenzi wa bomba hilo litakaloanzia Hoima, Uganda, na kisha kupitia katika mikoa 8 ya Tanzania hadi bandari ya Tanga. Mapato yatakayotokana na mradi huo, Tanzania itapata gawio la 60%, wakati asilimia iliyosalia 40 ikichukuliwa na Uganda. Na hii ni kutokana na sehemu kubwa ya bomba hilo kuwa sehemu ya Tanzania. Tukigeukia mradi wa daraja la Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3, likielezwa kuwa ni la kwanza Afrika Mashariki. Mradi huu unaelezwa kufikia asilimia zaidi ya 96.4. Mradi huu ulianza mwaka 2020 na unatarajiwa kumalizika muda wowote kuanzia sasa, ambapo mpaka kukamilika kwake takriban bilioni 700 fedha za Kitanzania zimetumika katika ujenzi wa daraja hili ambalo limepewa jina la Magufuli. Daraja hili litaunganisha mkoa wa Mwanza na Geita. Daraja hilo lina barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 1.6. Ni ukombozi wa jamii na kiuchumi kwa ushoroba wa Ziwa Victoria, kwani kutaunganisha kirahisi barabara inayoanzia Sirari, Usagara, Geita, Bukoba hadi Mutukura na kuunganisha na nchi za jirani za Uganda, Rwanda na Burundi kwa njia rahisi, na hivyo kukuza kipato cha watu wa kanda ya Ziwa na taifa kwa ujumla.
Daraja hilo ambalo limesanifiwa kubeba tani 160 litadumu kwa zaidi ya miaka 100 litakapokamilika. Jijini Dar es Salaam, katika mapambano na msongamano wa magari, ujenzi wa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka BRT umeendelea kushika kasi, ambapo bilioni 660 zinatumika kwa ujenzi wa awamu ya 3 na ya 4, ikiwemo kilomita 23.3 kutoka katikati ya jiji hadi Gongo la Mboto, na inahusisha barabara za Azikiwe toka posta ya zamani hadi maktaba, barabara ya Bibi Titi, barabara ya Nkurumah na barabara ya Nyerere. Barabara ya Uhuru kuunganisha mfumo wa usafiri kutoka kituo kikuu cha Gerezani hadi Gongo la Mboto kwa kupitia Buguruni, na ujenzi wa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka BRT ya awamu ya 4 ikiwa ni kilomita 30.1 kutoka katikati ya jiji hadi Tegeta, ambapo inahusisha barabara ya Al-Hassan Mwinyi kuanzia maktaba hadi Tegeta, pamoja na Sam Nujoma kutoka Mwenge hadi Ubungo. Tukihamia mkoani Dodoma, mradi wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma wa kilomita 112.3 ambao utahusisha eneo la Nala, Veyula, Mtumba, Ihumwa Dryport, Matumbulu, ambapo unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 220. Mradi wa ujenzi huo maarufu Outer Ring Road kwa kiwango cha lami umefikia 93% kwa sehemu ya kwanza ya Nala, Veyula, Mtumba, Ihumwa bandari kavu kilomita 52.3 na 87% kwa sehemu ya pili ya Ihumwa bandari kavu Matumbulu Nala kilomita 62. Faida za mradi huu ni pamoja na kupunguza msongamano wa magari katikati ya jiji, ambapo magari makubwa yatapita nje ya Dodoma badala ya kupita katikati ya jiji, ambao pia umetoa ajira kwa Watanzania 942. Tukiendelea kusalia mkoani Dodoma, upo mradi wa kiwanja cha ndege Msalato. Mradi huu unagharimu shilingi bilioni 165.65 kujenga njia ya ndege katika uwanja huo wa Msalato jijini Dodoma, uwanja ambao umefikia zaidi ya 85% ya ujenzi wake, huku jengo la abiria likifikia 70% na jengo la kuongozea ndege likifikia 51%. Mwishoni mwa mwezi Juni 2025, uwanja huu unatarajiwa kuanza matumizi, ambapo utaleta tija kwa nchi, wakazi wa Dodoma na mikoa ya jirani. Tukigeukia usafiri majini, meli mpya ya MV Mwanza inayojengwa katika ziwa Victoria. MV Mwanza ni meli mpya inayojengwa katika ziwa Victoria kwa gharama ya zaidi bilioni 100, ikiwa ni fedha za walipa kodi wa Tanzania, na itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 na mizigo tani 400. Ni meli kubwa kupita zote kwa sasa katika ukanda wote wa maziwa makuu. Meli ni ya ghorofa 3 inayoelezwa kutoa fursa za biashara na utalii itakapokamilika. Meli na mitambo ya kuchakata uchafu imefuata sheria za kimataifa za kulinda mazingira na ina kina cha mita 3.75 na itasafiri kwa saa 7 kutoka Mwanza hadi Bukoba. Meli itaunganisha mataifa 3 ikiwemo Uganda na inatarajiwa kukamilika muda wowote kuanzia sasa. Nao mradi wa umeme wa Rusumo unatarajiwa kuanza uzalishaji muda wowote kuanzia sasa. Mradi huo ambao utakuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 3070, ambapo kwa sasa umeanza kuzalisha megawati 80, ambazo zinagawanywa kwa usawa wa megawati 27 kwa nchi ya Tanzania, Rwanda na Burundi, na hivyo kuzidi kuimarisha gridi ya taifa ya umeme. Mradi huo unaotekelezwa na kampuni ya umeme ya Rusumo RPCL inayomilikiwa na nchi zote 3
na ni kielelezo cha azma ya serikali ya Tanzania kuhakikisha kuwa nchi inakuwa na umeme wa kutosha na wa uhakika kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya taifa na kijamii kwa ujumla. Miradi yetu 10 chini ya serikali ya awamu ya 6 inatia nanga katika soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Soko kuu la Kariakoo ni miongoni mwa miradi muhimu nchini ambalo linatarajiwa kuzinduliwa muda wowote kuanzia sasa na kuwakaribisha wafanyabiashara wasiopungua 2300, likiwa na ongezeko la wafanyabiashara 638 baada ya ukarabati tangu kuungua kwa soko hilo. Zaidi ya shilingi bilioni 30 zimetumika katika ujenzi na ukarabati wa soko ambalo lipo katikati ya jiji la Dar es Salaam, likiwa chanzo cha eneo zima la Kariakoo kujulikana kwa jina la Kariakoo. Soko la Kariakoo ni soko kuu jijini Dar es Salaam na Tanzania, ambapo kunafanyika biashara za aina zote za mahitaji muhimu ya kila siku ya binadamu. Itakumbukwa kuwa soko la Kariakoo lilipata ajali Julai 10, 2021 na kusababisha wafanyabiashara kuondolewa na shughuli kusimama. Hivyo serikali ya awamu ya 6 ikaazimia kulirejesha kwa ubora zaidi kwa kukarabati na kuongeza jengo lingine. Mtazamaji wa Daily News Digital, ipo miradi mingi ambayo imetekelezwa chini ya awamu ya 6 zikiwemo shule, hospitali, mahakama na hata huduma za maji. Kwa leo tunaishia hapa. Kama ambavyo Waswahili husema, hakuna marefu yasiyo na ncha. Mimi ni Zaituni Mkwama. Usisahau kutufuatilia Daily News Digital kwa habari zaidi za kila siku. Asante kwa kuungana nasi.